hakuna atakayeweza kupinga. Nampatia mtu yoyote challenge katika Kenya hii, yule atakayesema hakuweza kufadhiliwa na chama cha ODM. Hamna Mkenya yoyote ambaye anaweza kusema ya kwa mimi nimefika pale ambapo kwamba nimefika bila ya ODM, kwa sababu chama cha ODM ndio chama ambacho kwamba kilohakikisha masala ya ukabila yasiweko, na katika msimamo wetu ni mambo ya ukabila yasiweko. Chama cha ODM ndio kile chama ambacho kwamba kilikuwa mstari wa mbele kuzungumza na kutetea masala ya ardhi. Na wakumbusha tena, angalieni katika hii pwani, hata baba alipokuwa hayupo katika mambo yoyote, ni baba alienda katika Congo Beach pale katika sehemu ya Kwale, na akahakikisha ya kwa wale watu walioko pale aliwawekea wakili na akaweka kesi ili ardhi ya Congo Beach isiweze kuchukuliwa. Baba amekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha ya kuwa ardhi iwe ni ya wenyewe, sio ya wale wenye kujiita wenyewe. Kuna tofauti. Na nikizungumza lugha hii, sizungumzi lugha ambayo kwamba ya kwa huyu ndio mwenyewe kwa sababu ya kabila fulani. Mwenyewe ni yule ambaye kwamba anaishi pale, aliyezaliwa pale, aliye na rasilimali yake pale. Principles of ODM. Hakuna ambaye kwamba atakayeweza kukataa ya kwa hiki chama kimeweza kutufaa sote katika hali za kupigania haki za watu. Hiki chama ndio ambacho kwamba kimeweza kupigania haki za watu wetu, chama ambacho kwamba chaweza kujua na kuthamini akina mama, msimamo wao katika uongozi nje na ndani ya serikali, ni chama cha ODM. No other party. Wengine wamekuja na wakatuiga. Chama ambacho kwamba kilikuwa wa kwanza, hata wale ambao kwamba ni nominated, ukiangalia katika orodha ya wale ambao kwamba ni viongozi chepukizi, vijana, ni chama cha ODM. Ukiangalia wale ambao kwamba wameweza kuchukuliwa wakawa lau si chama hiki cha ODM, sauti zao zingelikuwa hazisikiki kutoka sehemu zote katika Kenya hii. Wale ambao kwamba ni wachache, chama ni ODM. Yule ambaye kwamba anayetutukana sasa hivi, kama si ODM angelikuwa hana mdomo wala asingesubutu kututukana, kwa sababu sisi tulipigania haki ya kuweza kukupatia wewe nafasi uwe unaweza kuwa na mdomo wa ufidhuli kututukana, lakini tutakuheshimu haki yako. Without ODM there would be no freedom of expression in this country. Without ODM there would be no devolution. Kungelikuwa hakuna gavana, hakuna MCA. Sasa hivi tungezungumza habari ya lugha ya mamea, tungekuwa tunazungumza lugha ya wakati ule kulikuwa na makonsela, ndugu Rashid Juma Bezimba. Ikiwa lile linalozungumzwa Nairobi ni tik, hutaki nenda nyumbani. Yaliyatokea hapa mfano bora tulionao, Rashid Juma Bezimba ni mmoja wao ambaye alienda nyumbani kwa sababu kulikuwa hakuna masala ya ugatuzi na hakuna mambo ambayo kwamba ya kuweza kutetea watu kupitia haki zinazofaa. So I dare any Kenyan to tell me that they're enjoying what it is that they're enjoying today if it was not courtesy of the blood, sweat and toil of Raila Amolo Odinga and one ODM. Sasa lile swali ambalo kwamba tunafaa kujiuliza, na ndio ambao kwamba tunayazungumzia tukifika haya ODM at 20. What is our role? Jukumu letu sisi ni nini kama wana ODM? Mimi kama deputy party leader, I'm merely a custodian. Ni ule mwenye kuweka funguo za chama. But the defenders of this party are the members of the party
led by yourselves. Nyinyi ndio wale ambao kwamba mutahakikisha hii legacy ambao kwamba ileweza kufika mpaka tukafika sasa hivi, wale watakaoweza kuhifadhi msimamo wa Kenya kufika mpaka tulipofika is none other than yourselves. Hamna mwingine. Sisi ni wale wenye funguo tu. Mumetukabidhi funguo, mukatuambia kwa huu funguo ni wa mlango, wenye nyumba ni nyinyi. Nyinyi ndio ambao kwamba mutahakikisha, je, hii nyumba itakuwa ni yenye kustawika, itakuwa ni yenye kung'ara, wakati wa kuipiga rangi tuipige rangi, wakati wa kulipa stima tulipe stima, wakati wa kufungua mlango tuweze